Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu kupitia jina la Yesu. Namshukuru Mungu ambaye ametupa bado mfululizo wa msaada na wokovu kwa njia nyingine. Nimezungumza kwamba Mungu ni Mungu mwenye njia nyingi. Nimezungumza mara kadhaa kwa namna nyingi sana. Msaada na wokovu wa Mungu haujafungwa ndani ya mipango ya kibinadamu. Mwanadamu hawezi kuzuia mpango wa Mungu juu ya maisha yako au juu ya maisha ya mtu fulani. Mlango unapofungwa, Mungu anafungua njia nyingine. Mtu anapokataa, Mungu anainua mtu mwingine. Hiyo yote kuonesha kwamba Mungu ana njia nyingi. Ana njia nyingi za kufanya. Na nizungumza kwamba Mungu hategemei mtu mmoja. Na siku zote usiplani future kwa kuinvolve watu. Kwamba mimi ninafanya hichi kitu, yuko fulani atanisaidia. God is beyond nature. Sisi tunaweza tukatarajia, tukaweka matarajio mtu fulani ndiye atafanyika msaada. Lakini Mungu anainua mtu mwingine kwa ajili ya kufanyika msaada. Na nilizungumza kwamba mpango wa Mungu hauishi kwa sababu ya ukimya wa mtu. Kwa mtu anaweza kaa nyamaza kimya, lakini mpango wa Mungu hauishi. Na usifikiri bila wewe Mungu hawezi. Ni neema tu ambazo Mungu anatupa tuwe washiriki wa kile kitu ambacho amekikusudia. Jambo la pili, Mungu ana njia mbadala. Wayahudi walidhani mwisho wao umefika chini ya amri ya Hamani. Lakini Mungu aliandaa mpango kupitia Esther. Kwa Mungu ana njia mbadala. Ana plani nyingi kwa ajili ya maisha yako. Ninajua mawazo ninayowazia. Kwa hiyo ana mawazo mengi, mawazo. Hajasema ninalijua wazo ninayowazia. Ninajua mawazo. A lot of plan. Maana yake ana mbadala wa vitu vingi kwa ajili ya maisha yetu. Wakati wanadamu walishindwa kuokoka kwa matendo, Mungu akaleta Yesu Kristo kama njia ya wokovu. Ulikuwa ni mbadala. Yesu Kristo alikuwa ni mbadala wa kutuokoa sisi. Kwa hiyo hii ikupe uhakika ya kwamba Mungu ni Mungu mwenye namna nyingi ya kufanya kwa ajili ya sisi wanadamu. Jambo la tatu, Mungu huleta msaada kwa njia zisizo za kawaida. Njia zisizo za kawaida. Msaada kupitia watu usiowategemea, kupitia mahali usipopapenda, kupitia njia usiotarajia. Kuna watu huwapendi, kuna watu huwategemei, kuna njia usizotarajia. Mungu anafanya msaada hapo. Yusufu alifanyika msaada wa taifa zima, lakini angalia maisha ya Yusufu. Musa mwenyewe alilelewa na binti Farao, mtoto wa Wayahudi, mtoto wa adui, mtoto wa Farao. Lakini Musa huyo huyo alilelewa hapo ili aje kuwa msaada kwa ajili ya watu. Kwa hiyo Mungu huleta msaada kwa njia usizotarajia, kupitia watu usiowategemea, watu usiowapenda, na kupitia njia usioitarajia. Jambo la 4 na la mwisho. Wokovu wa Mungu hauwezi kuzuiliwa na vikwazo. Hakuna kikwazo chochote ambacho kinaweza kikazuia msaada wa Mungu kwenye maisha yako. Hakuna kikwazo chochote ambacho kinaweza kikazuia jambo la Mungu kwako. Ukisoma Isaya 43 na ule mstari wa 19, Biblia inasema, tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Njia jangwani na mito ya maji nyikani.
Nimezungumza kwamba wokovu wa Mungu hauzuiliwi na vikwazo vyovyote. Hata kama milango nimezungumza imefungwa, Mungu anaweza kuumba mlango mpya. Yeye ni Mungu. Yeye si Mungu wa kukwama, bali ni Mungu wa njia nyingine. Siku zote mtu wa Mungu, elewa kwamba Mungu ana njia nyingine, ana njia mbadala.